Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix Dagobert Mausongo kutoka kwenye maskani ya ujumbe saa kutoka jiji Arusha, Tanzania. Leo niko hapa kwa ajili ya kufanya marejeo ya kinabii katika michoro yake mwamba mkuu Yesu, ambaye yeye Mungu mkuu alitoa unabii siku ya tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika maoni maalum kwa Mungu mshauri Yesu alikuwa anakemea duniani kuhusiana na wahubiri wa injili waliokuja na injili ya kujia miaka, kwa maana kwamba wengi wao katika siku hiyo walieleza kwamba mwaka huu mwaka mwema, wanajaribu kutoa nabii za uongo na kutabiria watu. Ili Mungu mkuu Yesu alisema mwaka huu ni mwaka ambao Mungu mkuu Yesu anataka kuthibitisha maono kwamba kutatokea na matukio mabaya zaidi kwa kutokea katika historia kwa nchi. Na katika mtiririko huo pia alieleza kwamba kuna watu mashuhuri watafariki dunia, na mnajua mpaka sasa hivi katika nchi ya Tanzania watu mashuhuri 3 wameshafariki dunia, na hii inaonyesha kwamba Mungu mkuu Yesu anaujua mwisho tangu mwanzo katika mikoto ya kinabii. Lakini pia Mungu alieleza kwa sababu kutakuwa na hali mbaya zaidi katika mwaka huu, na tayari mmeona nini kinatokea katika mwaka huu katika maeneo mengi, hasa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Afrika na maeneo mengine ya dunia. Mmeona kabisa kwamba kuna hali mbaya zaidi baada ya kupanda kwa bei ya mafuta, kiasi ambacho kimepelekea kupungua kwa bei na shughuli mbalimbali za usafiri zimepanda, na hii inaonyesha kabisa kwamba tayari hili ni jambo la 4 katika mwaka huu, na ninazidi hapa kutumia wakati watu watubu dhambi ukiuke. Mungu alikasirika kutokana na mambo yale yalikuwa yanafanyika na wahubiri wengi kutumia majukwaa hayo kwa ajili ya kulea dhambi na kubadilisha mwelekeo wa injili na kujaribu kufuata mahitaji ya watu wanataka nini. Hayo ni makosa kwa mujibu wa Biblia. Kwa hiyo Mungu mkuu Yesu aliniambia niseme ya mambo, na nilivyoyasema nilipotoa ule unabii, na tayari mmeona tukio la 4 sasa linatokea duniani, kwamba hali ya uchumi ni mbaya, na nizidi kuzungumza hapa kwamba kuna hali mbaya zaidi itaenda kutokea duniani na matukio mengine mengi. Watu watubu dhambi ukiuke, kwa sababu Bwana mshauri Yesu amekasirika. Kwa unaweza kufuatilia ujumbe mbalimbali kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mausongo Ministry. Utaona mahesabu ya ujumbe ya wanane wa kanisa na jumbe zetu za kutoka Redeemed Series. Fuatilia series ya kwanza mpaka mwisho, na jumbe hizi ni jumbe za kinabii. Usitumie kile kwa cosmology wala usitumie kile kwa theology. Unapaswa kuuliza ya Mwokozi wa Mungu kufunua. Tubu dhambi kiuka, mwamba mshauri Yesu anarudi moja hapo siku hizi. Tutaunganisha pamoja na nabii ule na matokeo ili uweze kupata amani balo. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu Yehova wakati wote. Amen. Hali mbaya sana inaenda kutokea ulimwenguni. Kama kuna wachungaji na wahubiri wa injili, mitume na manabii, walimu na wainjilisti, kama wamesema kuna amani, sawa? Mimi nawaambia hakuna nini? Amani. Ninaona vifo, ninaona hali mbaya itayokumba dunia, ambayo ni hali mbaya sana. Na baadhi ya maeneo mtaona mabadiliko makubwa ya hali ya hewa kutokea na jua kali sana ambayo ndio kurekodiwa. Kwa nini haya yanatokea? Kwa sababu watu wametenda nini? Dhambi. Na leo watu wanaendelea kutenda nini? Dhambi. Leo ndio uzinzi upo. Leo ndio unywaji wa pombe na kila ghasia. Yesu kaibeba dunia hii mgongoni mwake. Kwa nini? Kwa sababu hii dunia inastahimili kwa sababu ya damu yake iliyomwagika pale mwanzo, kutoka kwenye karne ya kwanza. Ndio leo unaweza kufanya shughuli zako, unaweza kuendelea kudanganya dunia, lazima, lakini alikupa muda. Alikupa nini? Muda. Watu wanaendelea kutenda dhambi duniani. Watu kizazi hiki hakitaki tena kusikia toba na msamaha wa dhambi. Hawataki kujiliwa tena na Yesu. Wamejikita kwenye mafundisho ya uongo, wamejidhatiti kwa uongo na kujenga hoja za uongo. Ole wao wasipotubu dhambi, kwa sababu Yesu anarudi moja hapa siku hizi. Ananiambia waambie watu wote duniani, waambie watu wote, waambie makasisi wote, mwaka huu waliouanzisha mwaka wao ni mwaka wa vilio kwa makasisi. Amen. Narudia tena, mwaka wa vilio kwa nani? Kwa makasisi. Niwaambia dunia inaenda kupoteza watu mashuhuri. Dunia inaenda kukutwa na hali mbaya ambayo haijawahi kurekodiwa katika historia ya nchi. Kwa nini? Mambo mashuhuri Yesu amekasirika. Watu wameingiza mambo ya uongo duniani. Na ikumbukwe wamefanya makosa mengine, wamepitisha ushoga na usagaji kanisani. Roma
kupunguza nini? Ushoga kanisani na usagaji. Mwamba amekasirika. Mwaka jana mmefanya dhambi nyingine, tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2025. Wameigawa nchi ya Bwana. Sasa wasubiri. Si wamesema huu mwaka mwema. Si mmesema huu mwaka mwema, sawa? Nisikie neno la Bwana. Huu si ndio mwaka wenu mwema mliojitungia wenyewe. Nisikieni neno la Bwana, mwaka wa vilio na maombolezo duniani. Hali mbaya inaenda kutokea ulimwenguni. Matetemeko makubwa yanaenda kutokea. Amina. Hali za volkano na matishio mbalimbali, ajali kuu zinaenda kutokea ulimwenguni. Mwamba amekasirika. Dunia itapoteza watu mashuhuri. Ibaki hivyo hivyo. Watu nani? Mashuhuri watafariki dunia. Amen. Wenye sauti ya kuzungumza kwa jamii, kukemea dhambi wameshindwa kukemea. Baadhi yao wanaenda kupoteza maisha ulimwenguni. Asema yao Mwokozi Mungu funuo. Amen. Kama mchungaji wako leo amekwambia ni amani, lazima mimi nawaambia hakuna amani. Mtasikia vita na matetesi ya vita. Narudia tena. Mtasikia vita na nini? Na matetesi ya vita. Amen. Mtasikia vilio na maombolezo. Amen. Watemelezo. Amani hakuna. Narudia tena, amani hakuna. Kama leo uliambia kuna amani, hakuna nini? Amani. Sasa tuone hili shindano sisi tumeleweka, sawa? Inarekodiwa, tumeliweka shindano. Wao wanasema amani, sisi tumesema hakuna nini? Tuone mpaka mwisho nani anaenda kushinda. Na tutawahoji mwishoni, sawa? Tunaambiwa mlisema kwa sababu video zote tutazitafuta za wahubiri. Tukasema nyinyi mlitangaza amani. Mwishoni na sisi tutawauliza maswali. Mbona mlisema amani, mbona hali imebadilika? Tatizo liko wapi? Kwa nini watu wataka kusema kweli? Watu wamelea dhambi ulimwenguni. Watu wamelea uovu ulimwenguni. Watemelewa zula. Amina, amina. Watemelewa. Amina. Ni mtu amedanganya kabisa, anakwambia mwaka huu amina amina. Kaambiwa na nani? Anakwambia Yesu kaniambia. Yupi? Yesu yupi aliwahi kutokea duniani tokea zama za manabii? Aliwaambia jamani, mtahesabu mwezi wa kwanza, waambieni ukipinduka tu usiku saa 6 usiku tayari nimewabariki. Nani aliwadanganya nyinyi watu? Mwelewazo hapa? Amina. Nani aliwadanganya? Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ninatoa ushauri. Serikali, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakuomba kaka yangu, chukua pointi 5 muhimu wakati huu. Chukua pointi 5 muhimu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nenda kakate matumizi ambayo hayana umuhimu yote ya serikali. Kuanzia mwezi wa 4, wa 5 mpaka wa 7. Fedha zitakazopatikana weka ruzuku kwenye mafuta yashuke bei, tuwasaidie Watanzania waweze kupata unafuu ili kusudi uchumi wa taifa usiweze kuyumba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nataka nikwambie, fanyeni rais wetu aendelee kuwa popular president kwa kufanya matukio ambayo yatawagusa Watanzania. Hapa tukitaka kumung'unya maneno tutakuwa hatumsaidii huyo rais ambaye tunasema kwamba tunampenda. Kumsaidia rais wetu ni pamoja na kutoa ushauri wa kijasiri. Serikali mchukue hatua za kimkakati za kuhakikisha kama itashindikana hata baadhi ya tozo ziondoeni wakati huu, ili Watanzania wapate matunda ya kumchagua Rais Samia Suluhu Hassan kwa kishindo kikubwa katika uchaguzi uliopita. Swala la mafuta, bei ya mafuta nchini, tusifanye mzaa. Wananchi hapa, wabunge wameongea mambo mengi sana. Mimi naomba, cha kwanza, punguzeni zile tozo ambazo sio za lazima. Punguzeni zile tozo. Cha pili, tuna ile mfumo wa bulk wa kuagiza mafuta kwa pamoja. Turuhusu sasa watu binafsi nao waagize mafuta. Tuweke mara 2 kama walivyofanya wenzetu wa Kenya. Ni lazima tufanye kila namna ili tuweze kuweka mafuta bei iwe nafuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata kama ni kupunguza mapato, tuna maeneo mengi ya wizara mbalimbali ambayo yana bajeti ya vinywaji. Tupunguze kwenye bajeti ya vinywaji, tupate nafuu ya wananchi. Mafuta yataumiza wananchi. Tafadhali Waziri Mkuu, tufanye kila namna, kwa sababu sasa hivi tunatumia bulk. Tumeshaagiza ile mafuta yatakuja kwenye mwezi mzima. Kwa sababu hatuna mfumo wa watu private sector, maana yake tutaenda mpaka mwezi mzima. Itatumiza.
bei mpya imetangazwa, na nimeangalia kwenye mtandao, ni kweli bei imetangazwa. Hapa Dodoma lita moja inaenda mpaka shilingi 3,800, yaani zaidi ya 3,800 hapa Dodoma. Nimeangalia kwenda mpaka Msoma ni 3,900, lakini nimeangalia kwenye jimbo langu kule mwishoni, kituo ambacho nakitambua EWURA ni kituo cha Kiwanja Nyamungo kabla ya kuelekea Serengeti, pale ni zaidi ya shilingi 4,000 kwa lita moja. Sasa hii ni jambo ambalo ni jambo kubwa sana kwa kweli, na ni jambo ambalo kwa kweli kwa udharura wake serikali ilichukua hatua ya kutueleza Watanzania, kutuhakikishia namna ambavyo maisha yataenda kwa kipindi hiki, lakini pia na kuwaonesha kupanda kwa bei ya mafuta ambao kumetangazwa leo, na kauli ya Mheshimiwa Waziri aliyoambia Watanzania kwamba akiba ya mafuta ipo mpaka Julai 26. Ukiwaambia watu kwamba akiba ipo mpaka Julai 26, maana yake ni kwamba mafuta hayo si kwamba alikuwa njiani, yapo Tanzania. Sasa haya yaliyopanda ni yale ambayo yapo tayari kwenye sheri kule Nyamongo, haya yaliyopo kule Serengeti, haya yaliyopo kule Tandaimba, yani haya yalipanda ni yapi? Kwamba mafuta yapo tayari kwenye vituo, kwenye sheri na kwenye matenki kule kwenye eneo la kuuzia mafuta, alafu na bei inapanda. Au watueleze kwamba mafuta haya yalikuwa njiani, yalikuwa hayanunuliwa, sasa ndio yamepanda. Kwa kweli hapa kuna haja ya serikali kutoa clearance kwa Tanzania. Mimi nataka kusema Watanzania, kila kinachofanyika, kama kuna wizi sehemu unakuja au wizi unafanyika, Watanzania wa sasa hivi wana akili, wanajua kwamba hapa pana wizi umefanyika au wizi unakuja. Pakiwa na chochote kinachopitishwa kikiwa cha dili, Watanzania wanajua kabisa hili hapa ni dili. Sio hawa Watanzania wa sasa hivi, ni wale Watanzania wa zamani. Mimi hapa niliongea miaka 4, lakini imebidi tena leo niongee, lakini miaka 4 kinaulisende kama shahidi. Hili swala nalo tumechangia sana kwamba itakuja kuleta athari kubwa sana za kupanda kwa bei ya mafuta. Ule mpango wa bulk procurement wakati unakuja. Sasa hivi hata majirani zetu, jana nilikuwa Zambia hawana mafuta, hali ni mbaya sana. Wenzetu Kenya hapa hali ni mbaya, lakini Rwanda. Kwa hiyo na nyinyi mnasoma kwenye mitandao, nchi nyingi sana sasa hivi zina face hiyo problem ya uhaba wa mafuta. Wakenya hivi sasa wanalipa shilingi 217 zaidi kununua petroli, ambayo ni sawa na $1.47. Bei hii ni kubwa zaidi kuwahi kutokea. Ukilinganisha bei ya mafuta katika nchi za Afrika, inaonyesha inaungana na nchi kama Jamhuri ya Afrika ya Kati, Malawi, Zimbabwe, Sierra Leone na nchi nyingine kadhaa kuwa na viwango vya juu kabisa vya bei ya mafuta. Mambo ya mafuta imepanda kila sehemu, lakini hapa Kenya tumepanga vizuri tuhakikishe ya kwamba ile bei ambayo ingeruka juu sana, tuhakikishe ya kwamba tunaifanyia moderation. Tumetoa pesa ya serikali bilioni 6.5 ya kufanya subsidy ya mafuta hapa Kenya. Tumerudisha chini ile mambo ya VAT kuhakikisha kwamba tuna moderate mambo ya mafuta hapa Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba serikali ya Kenya tutafanya juu na chini. Nchi zingine nikiongea na nyinyi hawana mafuta hata katika pumps zao. Hapa Kenya tuko na mafuta ya kutosha, ya kwanza. Ya pili, tumehakikisha ya kwamba tumefanya subsidy, ndio hiyo gharama ya juu zaidi isifikie kwa wananchi wa taifa letu la Kenya.